Kwanza inaonyesha ugiant wa taifa katika football kwa wakati huu, katika football yetu ya ukanda wetu wa Afrika Mashariki na Kati. Maana ukiangalia kwa rekodi ya Tanzania, hii ni mara ya kwanza tunaandika rekodi ama tunaandikisha rekodi ya timu 4 kwa mpigo kufuzu hatua ya makundi katika michuano ya vilabu barani Afrika. Kwa hivyo ni kongole kwa football nzima ya nchi. Lakini shukrani za pekee za kwanza ni kwa serikali. Maana bila serikali kuweka miundombinu rafiki, bila serikali kuweka sera, taratibu ambazo zinawezesha football ichezwe katika mazingira ambayo sasa hivi inafanyika, matunda yote huwezi kuyaona. Kwa kwanza kwa baba wa vyote katika maisha ya nchi ambayo ni serikali. Lakini unapoisifia serikali, juu yake Mwenyezi Mungu, maana kila kitu tunamuomba Mungu pia. Lakini ya tatu pale baada ya serikali pia na Mungu juu yake ni mipango ambayo uwe dhamana ya Football Federation wameitekeleza. Hapo nazungumzia Rais Wallace Karia pamoja na kamati yake tendaji ya TFF, wamefanya kazi kubwa. Lakini pia chini yake kuna wataalamu wengine wote, walimu wa soka, wataalamu wa mpira miguu, mpaka wachambuzi pia, maoni wanayotoa pia yamesaidia katika kujenga football yetu. Media yetu, waandishi wa habari wametimiza wajibu wao mkubwa sana, na kila Mtanzania mmoja mmoja. Kwa hivyo ni sifa kwa nchi, lakini pia ni sifa kwa kila Mtanzania. Imeonyesha kwamba nchi yetu inapiga hatua kubwa katika maendeleo ya mpira miguu kwa kila hatua ambayo tunaiona hivi sasa. Faida ziko nyingi, lakini faida namba moja ni kutangaza taifa. Maana wote hao wakicheza wanapeperusha bendera ya taifa la Tanzania. Kwa hivyo nchi kama nchi inatangazika. Hata ambao walikuwa haifahamu Tanzania kwa kina wanastuka. Timu 4 kwa mpigo. Sijacheki rekodi za karibuni kwa msimu huu nchi ngapi zimepeka timu 4, pengine tuko peke yetu, sina hakika sana, lakini ni rekodi kubwa. Tushazoea wenzetu wa Egypt huko, Morocco wanafanya hivyo, lakini unaposhuhudia nchi kama Tanzania kusini mwa jangwa la Sahara, ni heshima kwa nchi inatangazika. Lakini pia uchumi, timu 4 zitakuja kucheza hapa, wote wakiwa katika group stage, na maana kuna orodha ya mechi nyingi sana zitafanyika hapa nchini Tanzania, haijalishi ni eneo gani. Kwa hivyo nchi tunaitangaza, lakini pia uchumi wa nchi, maisha ya wananchi, ile economic mzunguko mzima wa kifedha unakuwa mkubwa. Lakini pia ndio ajira yenyewe hii. Hapa kuna bodaboda, kuna mamalishe, lakini pia vipaji vinaonekana, na wachezaji wetu pia tutawauza nje kwa wingi zaidi, kwa sababu nchi yetu inajulikana, ligi inakuwa. Kwa hiyo kama nchi hii ni heshima, ama unasema ni pride, ni tujivunie kama pride, kama nchi. Hakika tumesimama sehemu ya juu mno. Kwa hivyo Simba, Yanga, Azam, Singida, mimi napa big up tu, wametutoa kimasomaso wa Tanzania. Kwa kile ambacho timu zimekionyesha kwenye hatua ya awali, una matumaini kiasi gani kwenye hatua ya makundi? Hatua ya awali huenda usisifie sana timu kwa kucheza mpira mzuri ama la, kwa sababu ni mchezo wa mtoano, ni mipango. Unapanga vipi hesabu zako kwa mechi ya away pamoja na mechi ya home. Lakini kwenye hatua ya group stage pia ni mahesabu ya kila mchezo mmoja kutafuta alama. Kama sio alama 3 basi alama 2 ama alama 1 kutokana na utaratibu wa football ulivyo. Lakini kipekee bado nafasi naipa kwa timu zetu. Si zote, lakini possibility ya majanti hata mmoja wawili kusonga mbele kufika hatua ya quarter final bado tunayo. Ni kujipanga tu, na timu tunazo nzuri. Kwa mfano Singida wamewekeza sana, Azam wamewekeza mno, Simba ni kawaida yao, Yanga ni kawaida yao. Yanga wameenda mara 3 mfululizo sasa katika hatua ya group stage. Kwa hivyo ni hatua kubwa sana. Simba washazoea huko, vikosi vipo. Ni namna gani walimu hao wanavipanga, namna gani na watu wachezaji wao kwa ajili ya mafanikio ya timu zao. Ni mipango tu, lakini mwisho tunatembea kifua mbele kama wananchi, tunajivunia. Nyinyi ya clubs pia mnatamba. Sasa kazi mmeifanya kubwa bwana.